بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu wana kongamano wote, tukianzia meza kuu na hadhira kwa jumla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, namshukuru Allah tabaraka wa taala kupata fursa hii ya kushiriki kongamano ambalo anwani yake kuu inaonesha wazi kwamba ni muda wake wa kuzungumzwa, lakini pia ukiangalia zile mada ndogo ndogo ndani ya anwani kuu, kila moja inaonekana inahitajika kuzungumzwa, lakini katika zote hizo mimi sikuelewa hekima ya hawa kina Shekhe Kabama kutaka tuzungumze, nikinukuu ilivyoandikwa pale, tofauti kati ya zama zetu na zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii tunaita ni kama vile dirasa muqarana. Tunataka kuangalia zama zetu, lakini pia tunataka kuangalia zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubaini tofauti kati ya zama hizi na hizi. Ndugu zangu, pamoja na kuwa uwezo kiwakati hauruhusu hata kuelezea robo ya hizo tofauti, lakini pia ni vyema tukajua hata baadhi yake, kwa sababu zama zetu na zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukiangalia ule utofauti ni mkubwa sana. Eneo dogo tu ambalo ndio tunafanana. Sasa hayo maeneo ambayo ni tofauti lazima tuyaainishe. Ndugu zangu, hii anwani imewekwa Kiswahili, tofauti ya zama zetu na zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengine wangeamua kuiweka kwenye lugha ya Kiarabu, ingesomeka imma الفروق الجوهري أو الفروق بين عصرنا وعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. kubainisha utofauti kati ya asri tunayoishi sisi na asri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwanza tufahamu nini asri, ili tuone hizi ndio asri zetu na hizi ni asri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukirejea wale yasema wanavyuoni, wanasema neno asri kama msamiati. Neno asri huwa zamanu almansubu li shakhsin أو لدولة أو لتطورات الاجتماعية أو لوقت الحاضر. maana yao kwamba neno asri ambalo sisi tunaita zama, tafsiri yake ni kwamba ni ule muda au kipindi cha wakati kinachohusishwa na mtu fulani
au kinachohusishwa na kunasibishwa na dola fulani, au kinachohusishwa na kunasibishwa na aina fulani ya harakati za kimaendeleo, au zinahusishwa na kunasibishwa na wakati uliopo sasa. Kwa mfano, tukisema asri an-nabawi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukisema asri an-nabawi, maana yake tunazungumzia wakati au muda au enzi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi. Tunaposema asri al-umawiyin, maana yake tunaelezea kipindi ambacho au wakati ambao dola ya Bani Umayya ilikuwepo. Lakini pia tunaweza kulihusisha neno asri kwenye kile wanachoita tatawurat al-ilmiya au tatawurat teknolojia fi al-mujtama. Yani tukasema asri al-kompyuta au asri al-dharra, yani huu ni wakati au zama za matumizi ya tehama au kompyuta. Au tunaweza kusema ni zama za matumizi ya nuklia. Hapa tunataka tujue tunaposema zama zetu tunamaanisha nini. Neno zama ni wakati au muda unaohusishwa na mtu. Tukisema asruna, maana yetu ni kwamba tunazungumzia zama zetu. Sasa zama zetu ni kuanzia wapi? Lakini pia tukisema asri nabawi, tuna maana zama zinazomhusu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni kuanzia wapi hadi wapi? Ndio maana nikasema kwamba eneo ni pana mno, lakini tutagusia maeneo kadhaa ambayo tunaweza sisi tukapata la kuiga. Ndugu zangu wana kongamano, kwa kuwa anwani inasema tofauti kati ya zama zetu na zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ukweli ulivyo, zama zetu tunaishi katika zama kama alivyoita Muhammad Qutubi rahimahullah, tunaishi katika jahiliya al-qarni al-20. Sisi zama zetu kwa asilimia kubwa tunaishi katika jahiliya ya karne ya 20. Na jahiliya si kutojua kusoma na kuandika. Jahiliya si kutojua kuunda vyombo vya nchi kavu, baharini na angani. Jahiliya ni kuishi mtu katika mazingira ambayo huongozwi na Mola wako aliyekuumba. Hata kama unarusha ndege, hata kama una uwezo wa kuunda ndege, kama unaishi si katika utaratibu wa yule aliyekuumba, wewe unaishi katika jahiliya. Sasa sisi kwa bahati mbaya, wapo wanaosema bahati haiwi mbaya, lakini mimi nasema kwa bahati mbaya, kwa sababu na hii ni bahati pia lakini mbaya. Sisi tunaishi katika jahiliya ya karne ya 20. Maana yake njia hizo za tehama ziko, teknolojia katika kila mambo zinaonekana dhahiri shahiri, watu kusoma na kuandika wamesoma, madaraja mbalimbali. Lakini tatizo, vitu vyote hivi au asilimia kubwa ya hivi havimsaidii huyu mwanadamu au havitumiki vizuri vikamfanya huyu mwanadamu kuwa karibu na Muumba wake Jalla waala. Hata wale Waarabu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakuta katika ujinga huo, kuwajahilia wale, si kwamba walikuwa hawajui kitu chochote. Ushahidi wa kihistoria unaonesha Waarabu hao ambao walikuwa wakiabudu masanamu,
akina Lata, Uzza, Manata na wenginevyo, walikuwa wanajua wengi wao kusoma, wengi wao kuandika, wengi wao mabingwa katika fani ya mashairi, mpaka walikuwa na masoko kama vile kina Aukadhi, Dhulmajanna. Masoko hayo hawauzi nyanya na vitunguu, masoko wanauza mashairi yenye mvuto yaliokuwa bora katika jamii. Ni wasomi. Matabibu walikuwepo, wasomi, wana saikolojia wazuri kina Al-Mujazziz. Sisi sasa hivi kumuhusisha mtu na mtu unataka utumie vienzo vya kujua vinasaba, lakini Mujazziz akiona unyayo wa mtu huyu na huyu atakwambia wale pale baba moja wa moja, au huyu na yule mtu na mwanawe. Walifikia hatua hiyo. Kwa hiyo usije ukafikiria ujahilia ni mtu kutokujua kusoma na kuandika. Na kwa maana hiyo, ukiwa unajua kusoma, unajua kutafsiri, unajua kuandika, wewe umeepukana na jahilia. Utaepukana na jahilia endapo utaishi kwenye utaratibu ambao Jalla waala ameuleta kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa asruna, zama zetu sisi tunaishi katika jahilia. Tunajua kusoma na kuandika, tunajua kuunda vyombo, tunajua vitu vingi tu, lakini hivi vyote hatuvitumii kuwa karibu na Muumba wetu. Na ndio maana sasa vikitumika vibaya, ilmu ikitumika vibaya, nyenzo zikitumika vibaya, zikawa hazimuelekezi mwanadamu kwa namna iliyo nzuri, hiyo ni jahilia.